Wekundu wa Msimbazi wanarejea Dar es Salaam kucheza dhidi ya Esperance de Tunis kwenye mchezo wa marudiano, lakini huu utakuwa ni mchezo wa 4 ambao utapigwa Benjamin William Mkapa baada ya mchezo wa 3 kutamatika Simba akipoteza katika kundi na imetimia michezo mitatu mfululizo Simba Sports Club wanapoteza, lakini Simba wamekuwa na changamoto katika maeneo baadhi ambayo viongozi wao, benchi la ufundi linapaswa kulifanyia marekebisho haraka mno katika kipindi hiki cha usajili. Sehemu nambari 1 ni viungo wa Simba, anayecheza namba 6, anayecheza namba 8, wanapiga back pass nyingi mno kuliko forward passes. Hiki ndicho ambacho kinawagharimu Simba hata kwenye ujenzi wa mashambulizi, kwa maana ukimtazama Nabi Kamara anapiga pasi nyuma zaidi, pasi nyingi zake anapiga kurudisha kwa walinzi wake wa katikati, lakini sideway passes, kwa maana kwamba anapiga pasi za pembeni kwa tafuta walinzi badala ya kupiga forward passes. Ukitazama mfano mechi nyingi ambazo anacheza, yes, ni mchezaji machachari, ni mchezaji mzuri, lakini pasi zake nyingi zinakuwa hazina asili kwa wapinzani, kwa sababu zinakuwa ni pasi ambazo wanaweza kuzifanyia marking. Unapiga pasi pembeni, unalazimika tena kurudisha mipira nyuma, unajichelewesha mwenyewe katika ujenzi wa mashambulizi. Elie Mpanzo pia amekuwa na kiwango cha kusuasua ndani ya Simba Sports Club, mchezaji ambaye hana mchango mkubwa na Simba katika mechi za kimataifa, hasa zile mechi ngumu ambazo Simba wanazihitaji. Ukitazama jana, katika mipira zaidi ya 50 aliyogusa, tachi zake zaidi ya 20 amepoteza. Watu wamempokonya mpira mguuni. Kwa nini? Ni kwa sababu Elie Mpanzo bado hajajipata, hajawa katika ile level ya mchezaji ambaye anahitajika Simba Sports Club. Naye sasa tutamtoa kwenye wachezaji ambao ni top quality players na kuwaweka katika wachezaji wale ambao ni wa kawaida mno, yaani ni level za chini na sio level za Simba Sports Club. Sasa tunaye mchambuzi wa soka Tanzania Edo Kumwembe. Kwake yeye aliutazama vipi mchezo wa Esperance dhidi ya Simba Sports Club, na haya ni maoni yake. Anasema kwamba haina tofauti sana mechi ya jana na ile ya Young Africans dhidi ya Al Ahly. Pengo letu na hawa wakubwa wa kaskazini limepungua mno, tofauti ilivyokuwa zamani. Ananikosha Wilson Nangu, anacheza kama mzoefu wa miaka mingi kiwanjani, top defender. Ananikera huyu Elie Mpanzo, sifa nyingi lakini hakuna anachoisaidia sana Simba Sports Club. Yule Msauzi Rushen Deruk ni top defender pia sana. NB watu weusi wa Esperance ni noma vibaya mno. Mwisho wa kunukuu kutoka kwa Edo Kumwembe, mchambuzi wa soka Tanzania, mara baada ya mchezo Esperance kutamatika. Naam, tuambie Simba Sports Club, unaliona tatizo linaanzia wapi? Kwa sababu timu inaposhindwa kufunga ina maana kwamba kwenye ujenzi wa mashambulizi Simba haijaimarika, lakini timu inaporuhusu kufungwa kila wakati ina maana Simba Sports Club katika eneo lao la ulinzi bado kuna changamoto, hasa upande wa kulia, upande anaocheza Shomari Kapombe. Kwenye game ya jana ukimtazama alikuwa mzito mno na amekuwa akijisahau. Wakati mwingine anapewa majukumu ambayo watu wengi hawatayaona. Upande ambao anacheza Shomari Kapombe ndio upande ambao huwa anacheza na Nabi Kamara. Upande ambao anacheza na Nabi Kamara ndio upande ambao huwa Shomari Kapombe anapita njia zake zaidi. So, ninaamini Simba wanapokuwa wanapanga kikosi kumtumia double pivot, tunajua viungo huwa wanagawana maeneo kiwanjani. Mmoja anacheza upande wa kulia, mmoja anacheza upande wa kushoto. Sasa Nabi Kamara kwa sababu yeye anatumia gura kushoto, anapewa kazi ya kucheza kama inverted winger namba 11 ambaye anacheza upande wa Shomari Kapombe. Wakati mwingine Kapombe anakuwa juu zaidi, Nabi Kamara anashuka chini ili kuja kukava space ya Shomari Kapombe. Kwa maana hiyo hata bao ambalo Simba amefungwa ni kwa sababu Shomari Kapombe alikuwa hakuwa katika position sahihi ya kuwa kama mlinzi, ndio maana alishindwa mbio na mchezaji wa Esperance de Tunis Jack Diarra, ambaye alikuwa na kiwango kizuri sana, miongoni mwa wachezaji ambao wana quality. Ukiachana na speed, ana uwezo pia wa kucheza mpira mguuni, ana uwezo pia wa kuscore na ana uwezo mzuri zaidi wa kuitunza mali. Na hapo ndipo Simba wanapaswa pia kurejea sokoni kuhakikisha kwamba wanapata backup sahihi ya Shomari Kapombe katika kipindi hiki cha dirisha dogo, kama bado wanahitaji kujijenga vizuri zaidi na kuwa na timu imara hapo baadaye. Maamuzi ya kufanya ni sasa hivi. Wakati ni huu, nyakati ni sasa, muda ni sasa. Wakizidi kuchelewa, Simba Sports Club mwisho wa siku
tutakuja kushuhudia mengi zaidi ya hata haya ambayo tumeshuhudia kwenye mchezo wa Esperance de Tunis.